Siku ya mtoto wa Afrika ndio habari inayozungumzwa sana katika nyakati hizi katika manispaa ya Iringa. Nazungumzia maandalizi ya siku hiyo, na hii leo kimefanyika kikao cha pili, na nimekutana na viongozi hapa na baadhi ya wawakilishi kutoka maeneo mbalimbali. Nataka kuzungumza nao hasa kutaka kujua kuelekea siku hiyo, lakini pia nataka kujua kile ambacho kimefanyika tayari. Sasa naye katibu hapa naye atatueleza vizuri. Najua tayari wameshatembelea shule kadhaa. Tafadhali jina lako tafadhali katibu. Asante, mimi naitwa Ulumbi Makala, ni afisa maendeleo lakini pia ni katibu wa shule. Sawa, mpaka sasa mmefikia shule ngapi ama vituo vingapi kwa ujumla tu wake bila kutaja shule hasa moja moja? Mpaka sasa kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika tumetembelea zaidi ya shule 10, lakini pia tumetembea zaidi ya kata 8 zilizopo halmashauri ya manispaa ya Iringa, lengo ikiwa ni kutoa elimu masuala ya kupinga ukatili kwa watoto, masuala ya ukimwi, kujitambua na mambo ya kisaikolojia, lakini pia masuala ya msaada wa kisheria kwa watoto na watu wote pia. Sawa, mtu anaweza kujiuliza sasa baada ya hapa nini kinafuata? Kinachofuata ni kuendelea kutoa elimu, kwa sababu nimeongelea kwenye kutoa elimu mashuleni, lakini pia tumepita kwenye vituo vya bodaboda, kwenye magereji kutoa elimu. Lengo ni kuweka uelewa kwanza kwa jamii juu ya maana halisi ya mtoto, lakini pia kujua malezi na makuzi ya mtoto wa Kitanzania, nini kifanyike kufikisha ndoto za mtoto huyo. Wito wako kwa jamii inayokutazama na kukusikia muda huu? Wito wangu kwa jamii, tuendelee kushirikiana, kwa sababu malezi ya mtoto yanahitaji ushirikiano. Huwezi kulea mzazi peke yako, tunahitaji walimu watusaidie kulea, tunahitaji jamii nzima itikie kwenye kuelekea maadhimisho haya, lakini pia lengo kuweka uelewa na elimu kwa watu juu ya muhimu na malezi na makuzi ya mtoto. Sawa, ninaye afisa maendeleo kata ya Kihesa, atajitambulisha yeye vizuri, lakini huyu ndio miongoni mwa watu ambao watapokea wageni kutoka manispaa kwa ajili ya kutoa elimu. Karibu sana kwa kujitambulisha. Asante ndugu mtangazaji. Kwa jina naitwa Rebeka Edward Lugenge. Mimi ni afisa maendeleo ya jamii kata ya Kihesa, Iringa manispaa. Unafikiri elimu ambayo itatolewa itawasaidia nini wale wanafunzi ama kwenye lile eneo lako la Kihesa? Asante ndugu mtangazaji. Elimu hii inayoenda kutolewa siku ya Alhamisi tarehe 7 mwezi wa 5 katika shule 5 zilizoko ndani ya kata ya Kihesa. Elimu hii itaenda kuwasaidia watoto hawa au wanafunzi hawa ili wakabadilike tabia, lakini pia wakawe na maadili mema, mwisho wa siku waweze kutimiza na ndoto zao. Pengine kwa kifupi sana unaweza kaangazia changamoto mojawapo ambayo unaiona kwenye lile eneo la Kihesa ambayo pengine kupitia elimu hii inaweza ikatatuliwa kiurahisi? Asante mtangazaji. Changamoto iliyopo kwenye shule zangu za Kihesa, changamoto kubwa sana sana, watoto wengine wamekosa maadili, kwa maana kwamba wamekuwa na malezi ambayo si malezi chanya kutoka kwa wazazi, lakini sambamba na hiyo kumekuwa kuna utoro na kukata tamaa ya kuweza kusoma masomo yao na kufikia malengo yao. Asante. Ninaye pia mwakilishi wa taasisi mojawapo ambayo inakuwa na watoto na wao pia wanajiandaa kupokea elimu hii kutoka maafisa maendeleo manispaa na wadau mbalimbali. Tafadhali jina lako na nafasi yako kwenye taasisi ambayo unawakilisha. Kwa jina naitwa Agnes Mbilinyi, mimi ni mwakilishi wa Konsolata Nyumba ya Furaha. Sawa, pale mnajihusisha na nini hasa kwa kifupi? Pale tunajihusisha kwa ajili ya kuwalea watoto vizuri, ni hivyo. Sawa, elimu ambayo itatolewa ninyi nafikiri itawasaidia nini kama kituo ambacho kinakuwa na watoto mnawalea vizuri? Itawasaidia kuishi vizuri watakapopata ile elimu, watakaoweza kuishi vizuri. Neno lako kwa vituo vingine, lakini pia wale ambao wanaviendesha, lakini pia kwa jamii na kutazama na kusikia muda huu kwa kifupi sana? Kwa kifupi, kwa vituo vingine ninaomba sana ile elimu watakayoipata kuhusu habari ya watoto itawasaidia na kuweza kuwajenga katika maadili mazuri ya kimaisha. Asante sana. Siku ya mtoto wa Afrika maadhimisho yake yatafanyika tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu 2026. Maeneo ni uwanja wa Mwembe Togwa. Mimi naitwa Mesha Kirongo, endelea kufuatilia mambo ambayo yatajiri kuelekea siku hiyo ya mtoto wa Afrika.